Juma, katibu mtendaji Baraza la Sanaa. Ni kweli katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ni katika imani lakini pia desturi za sisi Waislamu kwamba tumesuniwa na tumehimizwa sana kuftarishana. Kwa hiyo sisi Baraza la Sanaa, uongozi mzima pamoja na wafanyakazi tumedhamiria kuipata ibada hii, lakini pia kuendeleza ule umoja na mshikamano baina ya watendaji wa Baraza la Sanaa, lakini pia wadau wetu mbalimbali. Baraza la Sanaa lina wasanii na wao kama wadau wa msingi wamekuwa na shauku kubwa kuona kwa karibu zaidi tunafanya kazi kwa pamoja, lakini kutokea fursa kama hii fadhila za mwezi mtukufu wa Ramadhani, sisi kama wanadamu tunashirikiana katika mambo mengi. Basi baraza tukaamua tuandae iftari moja muhimu ambayo itatuleta pamoja wadau wote wa shughuli za sanaa, lakini pia watendaji, viongozi. Tumeona hapa viongozi mbalimbali wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, ili na sisi tupate fadhila kama unapofahamu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa jina naitwa Abdullahi Ramadhan Nyonje, mrajis Baraza la Sanaa Zanzibar. Leo tarehe 9 sawa na mwezi 19 katika mfungo huu wa Ramadhani, sisi kama Baraza la Sanaa, lakini pia kushirikiana na watendaji kupitia kamati yetu maalumu, tumejumuika katika kwenye iftari hii maalum au iftari hii adhimu ambayo tumeiandaa sisi kama Baraza la Sanaa, ambayo imepata baraka za kipekee kabisa kutoka kwa Katibu Mkuu wa Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo, ndugu Matar. Kwa hiyo niseme tu kwa nafasi yangu, na mimi nipeleke shukurani zangu kwa wale wote waliofika hapa kwa ajili ya iftari hii, lakini hususan wasanii ambao tumeona wasanii mbalimbali nao wamejumuika na sisi kuonyesha ule mshikamano, kuonyesha yale maridhiano baina ya pande mbili, kati ya serikali lakini na wadau wetu kupitia wasanii, lakini pia na wadau mbalimbali wa shughuli za sanaa ambao pia tumejumuika nao katika iftari hii. Ni waahidi wasanii kwa upande wetu kama baraza kuandaa iftari hii, kwa sababu ni mara ya kwanza. Kwa kuwa ni mara ya kwanza, waone kwamba baraza lina matumaini na liko pamoja nao, na sisi kama baraza kupitia katibu mtendaji lakini pia na mwenyekiti wake wa baraza tumejipanga na tuna mikakati mizuri ambayo inakuja. Kupitia iftari hii imeonyesha kwamba kuna baraka mbeleni katika kufutarisha, kama miongozo wa dini inavyoelekeza. Unapomfutarisha Muislamu mwenzio, basi hakika wewe utakuwa unapata zaidi ya kile ambacho kama naye anapata. Kwa hiyo iftari ni jambo jema. Kwa hiyo wasanii wetu waendelee kupokea mazuri kutoka kwetu kama baraza, na tumejipanga kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu ili kuendana na kasi hii na mikakati mingi ambayo inakuja. Hivyo kwa mwakani basi tutatarajia kwamba litafanyika zuri zaidi ya hili ambalo wengi wao hawakutarajia kama lingeweza kufana hivi, na kila mmoja ametoka hali ya kuwa ameridhika na ile somo yake, basi imeenda vizuri na amekula kile ambacho amepasa kupata kama riski katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Ahmed Juma Mohamed, na tuwekana na katika kikundi cha wasanii cha Nadi Khwan Safi. Alhamdulillah, nashukuru kwa mambo kama haya yakifanyika inapatikana faida kubwa sana, thawabu inapatikana, halafu pili kujuana, tatu watu wanapata kukatia kula. Sasa ni kheri yenyewe, na ikiwa kila kundi au taasisi au wizara inafanya vitu kama hivi, kuwaita wale wahusika na wengine waalikwa, itapata thawabu kubwa sana, na wale wanokuja inakuwa sio kula tu wanapata, anafurahi kuwa kamkuta na mwenziwe, wanacheka, wanazungumza, alafu anaondoka, anaweza kuwa siku nyingine kapata zawadi tende akachukua nyumbani. Lakini ni kitu kikubwa, tunatoa shukrani na hongera kwa Baraza la Sanaa. Kwa kweli ni mabadiliko kiukweli, nizungumze, ukiachia ni mjumbe wa bodi, lakini pia ni mjumbe wa shirikisho katika kamati tendaji ya shirikisho, lakini pia ni mwenyekiti kwenye mambo ya live band, lakini pia msanii. Kiukweli hii mara hii Mheshimiwa Rais, nitumie nafasi kumpongeza Mheshimiwa Rais wetu kipenzi Dr. Hussein
kwa sababu katuletea majembe. Tokea wameingia hawa wapya, tunaona mabadiliko kwenye wizara yetu na vitu vinakwenda kwa spidi mpaka sisi wenyewe wasanii tunaogopa, kwa sababu ukiachia hii ya leo, kuna mchakato wa sera ya sanaa ambayo Tanzania bara wao hawajafikia hatua hii. Umeona? Kwa hiyo ni mabadiliko makubwa yanafanyika, na especially leo hii iftar ni ya kipekee. Sidhani kama Baraza la Sanaa lishawahi kufanya iftar kama hii. Iftar professional, yanasema yani professional, sehemu professional, vyakula, uandaaji, ukumbi, yani professional inavyotakiwa msanii wa Zanzibar. Ukasema sasa tuna Baraza la Sanaa. Kwa hiyo nipeleke shukrani za dhati kwa uongozi mzima wa baraza, kwa of course na mimi pia nikiwemo kama mjumbe, lakini mwenyekiti Isafia, lakini baraza na wizara yetu in general. Na ningeomba hii speed isiwe mwanzo, tutaki kuogopa, isiwe mwanzo, kila mwaka ifanyike. Leo imefanyika hapa, na sisi insha Allah mwaka ujao ikafanyike pia uwanja wa Amani.